الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 16 min shahri Allah al-Muharram mwaka 1445 katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunnah للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita kusoma maelezo ya maneno ya mwandishi rahimahullah ambao nitasoma tena kisha tuanze pale tulipoachia. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. tulifikia katika maelezo ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, alifikia fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam. sehemu hii alipotanguliza al-Imam al-Barbahari kusema fala tattabi' shay'an bihawaka fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. من يكفوات matamanio ya nafsi, kafuata matamanio ya nafsi yake, huyo mwisho wa kwisha aweza kutoka katika dini hata baada ya muda. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى. tamkuta mwanzo abeza na kuona jambo dogo dharau katika mambo ya mikhalafa, atasahal moja cha mbili cha tatu, na jambo la kufuata matamanio ya nafsi pia kwenye tasahul. ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين. kisha hili jambo huwa kubwa la kufuata matamanio ya nafsi mpaka uenda likampelekea jamaa akatoka katika dini, wal'iyadhu billah. fayasiru dinuhu hawahu, kwa dini yake ni matamanio ya nafsi yake, bimaana kile ambacho nafsi yake yataka akifanya vile itakavyokuwa, kama qala jalla wa ala: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. je, umemuona aliyefanya matamanio yake kuwa ndiye Mungu wake anayemwabudu, na Allah akampoteza pamoja na kuwa ana ujuzi? Huyu bwana ana ujuzi, lakini Allah akampoteza kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi, kisha akapiga muhuri katika masikizi yake na moyo wake na kujalia vizibio katika macho yake, akawa haioni haki wala haifuati, na aijua si ati haijui. Na wakati mwingine unaweza kushangaa, huyu fulani yajua haki, kwa nini yuko hivi? Na pengine labda ushawahi kukaa na yeye katika sehemu mbali hivi kwa siri, akakwambia kwa hii ndio haki,
kisha waje ghafla kumuona mbele za watu akanusha kuwa ni haki kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi. Wa adallahu Allahu ala ilmi. Falhawa ilahun akhar, kule kufuata matamanio katika kila jambo haiwezekana mtu akafanya matamanio kuwa ni Mungu mwingine. Allah shazungumza hayo, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu. وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن. شركي haikufungwa katika kuabudu masanamu peke yake, bal hunaka shay'un akhar wa huwa alhawa, bal kuna kitu kingine kufuata matamanio ya nafsi. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور لكن يتبع هواه. وين yule mtu akawa haabudu sanamu, haabudu miti wala haabudu mawe wala haabudu makaburi, lakini afuata matamanio ya nafsi yake katika kila jambo, mpaka jambo la kufuru yeye wafuata matamanio ya nafsi yake. Fahadha abdun lihawahu, huyu ni mtumwa wa matamanio ya nafsi yake. Fa'ala al-insani an yahdhar, si mtu lazima tahadhari jambo hilo. yarhamukallah. Wala yattabi'a illa ma wafaqa al-kitaba was-sunnah, mje asifuate isipokuwa kile kinachowafikiana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قوله فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. أي لا حجة لك أو لا حجة لمن خالف واتبع هواه. هانا هوجة يري أن يخالف كتاب شاء الله نسنة محمد صلى الله عليه وسلم أكفوات متمنية نفسياك، لأنه ضل بعد البيان، kwa sababu amejipoteza mwenyewe baada ya kujiliwa na bainifu na hoja za wazi. Bayana imemjia, haki imemjia, akaikataa. Wa baada alilmi, baada ya kujua na kuwa na ujuzi, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, kwa ana ujuzi lakini pia akapotea kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi. Laysa jahilan, sio kuwa ni mjinga, ana ilmu, bali yaarifu alkitaba was-sunnah wa yaarifu aqwala ahli alilmi. Ajua kitabu cha Allah, aijua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yajua maneno ya wanawavyuoni wasemaje. Lakinaha la tuwafiqu hawahu, lakini kwa kuwa yale maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanavyuoni hayafikiani na matamanio ya nafsi yake, fayatrukuha wa ya'khudhu ma yuwafiqu hawahu, kayawacha akafuata kile kinachowafikiana na pumbao lake na matamanio ya nafsi yake. Hadha huwa ad-dalal wal iyad billah, huu ndio upotofu. Allah tulinde. فاتباع الهوى خطير جدا، jambo la kufuata matamanio ya nafsi ni hatari sana. فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. hivyo ni juu ya kila mmoja, ni juu ya kila mtu atahadhari sana kutokamana na kufuata matamanio ya nafsi. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام، Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Daud alayhi salatu wassalam, wala tattabi'il hawa, wala usifuate pumbao lako, matamanio ya nafsi, fayudhillaka an sabilillah, usifuate matamanio ya nafsi yakakupoteza wewe kutokana na njia ya Allah. Sababu siku zote ukiangalia makini utakuta kuwa amri za kisheria zaenda kinyume na namna anavyotaka mja. Nafsi haipendi kutii, nafsi yapenda kuasi, na huu ni katika mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu ili ajulikane aliyemkweli na muongo. Hii nafsi katika kila amri, katika maamrisho ya Allah, mwanzo
kujitoa. Sasa ni mpaka wewe ufanye nini? Upigane na nafsi yako, uizoeshe. Ikizoea itakubali. Lakini mwanzo kabisa nafsi haipendi tabu. Yani nafsi yapenda ilale alfajiri ipitikiwe ilale. Sasa wewe waikhalifu ile nafsi yako wakati wahisi usingizi kweli kweli, waamka kwa sababu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Umesikia hayya ala salah, hayya ala alfalah, ukawacha kitanda chako na starehe pale ulipo, ukatoka ukaenda kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya ibada. Nafsi haipendi. Nafsi kweli yapenda kuketi na njaa na kiu kwa ajili ya somo, haipendi nafsi, lakini waizoesha. Kwa ukichunguza, ukifuata matamanio ya nafsi, utaona ya kupeleka katika nini? Upotofu. innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawm alhisab. Kinufahamu wale wanaopinda wakapotea kutoka maana njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wana adhabu kali kwa kule kuisahau kwao siku ya hisabu. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. كتاب كتاب ابن الجوزي رحمه الله ذم الهوى، ndani yake amezungumza masuala yake kwa kirefu katika volume mujallad mkubwa. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، ni wajib juu ya mtu atahadhari sana kutokamana na kufuata matamanio na pumbao la nafsi. فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. الشيخ سيما huenda mtu akasalimika kutokamana kuabudu masanamu, mawe, miti, makaburi, aijua tauhid, aijua sunna, lakini hakusalimika kutokamana na kufuata matamanio ya nafsi. Na huu ni msiba mkubwa. Na hii mara nyingi hutokea panapotokea fitna. Mara nyingi panapotokea fitna yoyote ile, ukamwona mtu ameshikamana na sunna, atangaza sunna, mara ghafla amegeuka. Mtihani tu umempata kidogo angeuka. Na hili latokea sana kama nilivyotajia katika fitna. Wako katika wale ambao hawajakita mizizi kisawa sawa katika ilmu, mara ghafla hujulikana katika mujtamaa kuwa ni wasomi, wakapata wafuasi, mara wakapinda. Wanaovioni wakazungumza wakasema huyu fulani huyu si katika watu wa sunna, huyu ampinda. Na watu walikuwa wamuona alingania katika nini? Sunna. Ghafla akaanza kugeuka. Sasa wale wafuasi wale ambao ni wafuasi tu, ambao pia walikuwa kijitangaza kuwa ni watu wa sunna, hapa ndio wapimwa. Ukaona niko naye vile itakavyokuwa, hata wakasema nani. Angalia, hakusalimika kutokamana na kufuata matamanio ya nafsi. Yaweza kuwa yule mtu wampenda kweli, lakini kwa mukhalafa aliyokuwa nao ukaachana naye, pamoja na kuwa nafsi yataka uwe naye, ukaachana lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache lillah. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، نجو يا مسلم أتهذاري سانا كتكمان نكفوات متمنية نفس، ويكون هواه تبعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إيوه متمنية yake na matashi yake yaenda sambamba na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama jaa fi alhadithi qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, haikamiliki imani ya mmoja wenu hata yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, mpaka liwe pumbao lake, matamanio yake yafuata yale niliyokuja nayo mimi, siku ya khalifa bali kufuata. صححه النووي في الأربعين وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طيب، قال والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته. Na hapa ndio wengi katika ndugu zetu wanapopinda.
kutokinai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa cha chochote isipokuwa amekibainisha kwa umma wake. Hakuwa cha kitu, kila ambacho akihitajia Muislamu amembainishia. Hata qala baadhi as-sahaba, mpaka baadhi ya masahaba wakasema, ma tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dhakara lana minhu ilman. Hakufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna ndege juu anayegeuza mbawa zake juu ya anga, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutajia ilmu kuhusu yule ndege. Hapa kusudia nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema ni ndege gani ambao ni halali kula na gani ambao ni haramu kula. Wale walio na al-makhalib, wanaowinda kwa kucha kama vile mwewe na wengineo, wale wakaharamishwa, na wengine ambao wana nafaka na nini kinandiwa na wengineo wakahalalishwa. Na kuna ndege Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja kwa jina kama surad al-hudhud, akawataja kwa jina kuwa hawa hawafai kuliwa kwa majina. Mtu anaweza kusema hudhud, kwa nini ankatazwa kumuua na kumla? Wataja wanaovioni kuwa hii ni kumtukuza na kumkirimu huyo ndege kwa ile kazi kubwa mmoja wao walioifanya kwa sababu ya kuwalingania watu katika tauhid katika suratul Naml. Suleiman alisema li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. قال ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية. hakuacha chochote Mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho wakihitajia wanadamu, mimma yuqarribuha ila Allah, katika yale ambayo huwakaribisha wao na Allah, wayub'iduha 'anil kufri wad-dalal, na kuwaweka mbali na kufuru na upotofu, illa bayanahu, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha hilo. Kila kitu amekiweka wazi kabisa, hakuna kilichofichika. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. hakika mimi nimewachieni nyinyi kile ambacho mkishikamana nacho hamtapotea baada yangu, kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zangu. Na hapa kuna shubha ambayo mashia huitaja kwa Mtume sallam katika riwaya, mbona hamuhitaji wa itrati? Ile sigha ya hadithi ile tofauti na hii, sigha ya hadithi ile tofauti na hii. Kiufupi hadithi ile ilitaja itra ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewahusia waislamu kuwafanyia wema kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haikuambia kuwa wafuateni kwa kile atakachokuja nacho nendeni. Si tuwaona wangapi ambao wajinasibisha na al-bait hawakusoma dini, hawajui chochote, maana yake wafuate hao. Haimaanishi hivyo hadithi. Ikiwa wewe ni katika kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na umesimama kama alivyosimama Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, basi ni juu ya ahli sunna kukukirimu kwa kuwa wewe ni mtu wa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama ikiwa wewe ni katika wadai katika kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ukiangaliwa wa khalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mubtadi', wewe hukumu yako itakuwa tofauti, utahukumiwa kuwa ni mubtadi' na haitakusaidia chochote kuwa wewe ni katika ahlul bait, haitakusaidia hiyo. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, yule ambaye amali yake imemrudisha nyuma, nasaba yake haiwezi kumpeleka mbele. Hapa haitaangaliwa kuwa wewe ni nasaba fulani wala fulani. Mubtadi', watu watakuita mubtadi' na watajiepusha na wewe sababu ni mzushi. Ama ukiwa katika sunna wastahiki kukirimiwa kama mtu wa sunna, mtu wa sunna kisha ni katika watu wa nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri mmeelewa sasa huo uadui wa al-bait kwa. Sasa pengine labda utafsiri kuwa
kwa kuwa makhurafi wengi na mashia wengi ni katika wale wanaodai kuwa ni katika Ahlul Bait, kisha watarajia watazungumza watakachwa nyamaziwe kwa sababu wanasema wao katika Ahlul Bait. Haimaanishi hivyo hadithi, haiko huko kabisa, haiko huko kabisa. Ndio ukamwona yule mmoja katika magwiji wa kikhurafi asema utaona watu wailingania watu katika sunna sana, lakini hii riwaya hii hawahitaji. Nani ngombe hitaji? Yatajwa, lakini sivyo unavyofahamu wewe khurafi. Nenda kairejelea hadithi uangalie, iko mbali kabisa na ufahamu wao wanataka kuingiza kwa lazima. Ufahamu wao wanaotaka ni kuwa iwe ni kama kitabu Allah wa sunnati, yani kama vile unafuata kitabu cha Allah na sunna uwafuate Ahlul Bait. Umeelewa? Ule ufahamu wa kishia ndio wanaotaka. Alafu mmegundua kitu nyinyi, hii Muharram hii ambao leo ni usiku wa tarehe 16, mimi nimeshangaa sana makhurafi bwana, mashallah pia wanaanza kusherehekea Ashura. Ama mkuona lakini si kusherehekea kufurahikia, ile sherehe za huzuni zile. Lazima tuwe na huzuni, lazima tuwe na huzuni. Hasa nikawa natafuta sababu mimi siioni, lakini alafu nikaipata. Haya bwana, hii dunia hii yatezea watu sana. Ili tumbo halina adabu, tumbo halina adabu. Laweza kumfanya mtu mzima akazungumza maneno ovyo kabisa. Umeona? Hawa kuna watu hawana adabu, fanya mambo vichekesho kule Saudia, kisha wewe uvutwa na video hujui. Asa jamaa mmoja sema muone yule jamaa kwenye supermarket, anambia mwenzake muone yule jamaa, klipo umeona nani? Kuna mtu mmoja pale ukienda mbele yake ukicheza akupa bahasha, kumbe yeye huyo wampanga na wale. Mara akatokea kweli mtu ajifanya na bodyguard na nini, basi akaenda pale akateza akarukaruka yule jamaa, kama mashaallah rukaruka hai bahasha, kuna pesa ngapi? Akamwambia kuna riali 1000 ngapi, akampa shukuru. Sasa yule jamaa yuanga, kumbe mkweli, kumbe maskini ajui jamaa anamseti yeye pia, maskini akaenda karuka hata hamjui yule mtu nani, hajui chochote, aruka. Asanga ilivyosetiwa asharuka jambo. Unini akili zako ziruka wewe mzima jamaa ona bora bahasha itolewe. Hizi bahasha hizi hazina adabu, zimewafanya jamaa wageuke mashia kwa siku moja. Wallahi alazim, wakageuka mashia kwa siku moja, ghafla kageuka mashia. Ndio zile klipu mmeziona za sambazo. Allah musta'an. Ittiba' al-hawa, nini katika kufuata matamanio ya nafsi. Hivyo mwatarajia watu kama hawa kwa mfano watawaonya watu dhidi ya hawa rafidha mashia? Watu kama hao ngumu sana, hawawezi moja kwa sababu. Allahu musta'an. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaacha umma wake katika weupe usiku kama mchana. ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah alivyoikamilisha dini kupitia mtume wake, akatimiza neema yake kwa waja wake kupitia mtume huyu, basi akaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki alayhi salatu wassalam. Baadama balagha albalagha almubin, baada ya kufikisha ujumbe ulio wazi kabisa, wa awdaha as-sunnata li ashabihi, akaweka wazi sunna kwa masahaba wake. Waqala fi khutbati hajjati alwadaa, katika khutba hajjati alwadaa akasema ala hal ballaghtu, je nimefikisha? Qalu, masahaba wakasema nashhadu annaka qad ballaghta wa nasahta, tushuhudia kuwa wewe umefikisha na umenasihi. Faqala allahumma ashhad, allahumma ashhad, ewe Allah shuhudia kuwa umekubali kuwa mimi nimefikisha ujumbe kwao. Hakuna alichokificha mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao wakubali kuwa yale wanaoyafanya ahlul bid'ah
hayakuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili hawalikatai. Sasa kama mkubali hivyo, kwa nini mfanya? Bakini vile kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. وقوله وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، قال أصحابه صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة. مصحابه متوم صلى الله عليه وسلم لأصل يا جماعة يا إسلام. ثم الذين يلونهم، كشوالي وليكوجا بعد yao kuwafuata wao katika tabi'in. ثم الذين يلونهم، كشوالي وليكوجا بعد yao atba'u tabi'in. كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، اسمع خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبورا katika nyinyi yani umma wangu ni hii karne iliyoko mimi, kisha watakaokuja baada yetu, kisha watakaokuja baada yao. الصحابة والتابعون واتباع التابعين، nao ni masahaba na attabi'un, na hawa ni wale waliokuwa baada ya masahaba katika waliofuata kwa wema. Kisha atba'u tabi'in ni wale waliokuja baada ya nani? Baada ya tabi'un, yani bimaana baada ya masahaba kuisha, wale waliokuja baadaye hawakuwakuta masahaba, wale waitwa atba' at-tabi'in. Ama at-tabi'un ni wale ambao waliishi na nani? Waliishi na masahaba. Atba'u at-tabi'in waliishi na nani? At-tabi'in. وهم القرون المفضلة، zile ndio karne zilizobora. هؤلاء هم الجماعة، هؤلاء ndio jamaa. ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم، أما نيكوجا بعد yao basi yafuata wao. يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، afuata ile asli, ule msingi kule waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Allah katika hii aya subhanahu wa ta'ala akatuamrisha sisi kuwafuata kwa wema, kwa uzuri muhajiruna na ansar. Hawa ndio wale ambao radhiyallahu anhum wa radu an, kwa watakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala ni wafuate wale, kama ilivyo nasi ya hii aya. Humul jama'atu alladhina amarna Allah an nakuna ma'ahum, hawa ndio jamaa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe pamoja na wao. Wa amarna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an nakuna ma'ahum, kadhalika akatuamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam tuwe na wao. Wa nahana an mufaraqatihim, akatukataza sisi mtume sallallahu alayhi wasallam tusifarikiane nao na kuwaacha. Wa humus sawadul a'zam alladhi 'ala al-haqq, na wao ndio as-sawadul a'zam, walio katika haki. وعلى الهدى, katika walioko katika uongofu. Falladhina yujahiluna as-salaf wa yuqalliluna min sha'ni, kuna wale ambao huwatupia tuhuma ya jahl, ya kutojua salaf na kuwachukulia ni watu hawana elimu, hawana fahamu, waona ni jambo dogo tu, salaf ni kitu kidogo tu, si chochote. Wayaquluna hum rijalun wa nahnu rijal, sema wao ni wanaume na sisi pia ni wanaume. Wayaquluna la mani'a min an nuhditha ashya'a wa lasna mulzamina biittiba'i as-salaf wa aqwali as-salaf, sema sisi hakuna neno tuzue mambo na wala hatulazimishwi sisi kufuata wale wema waliotangulia na kufuata maneno yao, bali usema maneno yao yalikuwa yalingana na wakati wao, na sasa maneno lazima yabadilike yalingane na wakati huu. Steve anavyosema, wasema maneno kwa wale walizungumza ni maneno yalingana na wao. Utafikiri hii dini yabadilika kila asri, bali hii dini yabakia vile vile tangu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka leo, dini iko vile vile. Hivi kusema nguzo za imani ni 6 zitabadilika leo ziwe 7 ama ziwe 5, ziko vile vile. Kwa jambo la aqida liko vile vile, tofautiana kule, bali ikiwa ni masala ya kuzungumza kuhusu namna ya kuamiliana na mubtadi'a, hao mubtadi'a wa sasa wana hatari zaidi kuliko wale nyuma kule. Wallahi hatari yao kubwa zaidi, sababu yale mambo wanayoyafanya makubwa zaidi kuliko waliyofanya wale.
alafu tofauti iko wapi? Hao wamewarithi wale kisha wakaongeza juu. Kwa hivyo hao ni wabaya zaidi kuliko wale waliokuwa kule nyuma. Na hao wajitangaza wazi, wakati wa salaf walikuwa waoga wakijificha, kwa sababu walikuwa na wanavyoni wakubwa wa salaf wakiwaogopa. Leo wajitangaza wazi. Leo imekuwa watu wa sunna ndio waitwa majina mbalimbali, lakini uzuri hata kutukana hawajui. Unajua jamaa atakutukana hawajui. Kuna mmoja utamsikia, masalafi ya jadida kama nzi hao. Hawaita masalafi nzi. Hawatui isipokuwa katika vidonda tu. Kwa hivyo nyinyi mna vidonda vingi ndio maana twatua, sio? Sijui maelewa. Nawaambia atakutukana hawajui. Wamaanisha nini kusema wao ni kama nzi? Kwa hivyo na nyinyi kama nini? Nyinyi kama vidonda. Wao wagandama, kwa sababu nzi wagandama mahali kuna nini? Kuna uchafu, sio? Kwa hivyo mna uchafu mwingi nyinyi pia, sio? Wamuita mwenzako nzi, ujue wajiita nani? Ujiita zibala. Yaani mpipa la taka. Maana yake nzi ndio wakusanyika humo. Allahu musta'an. Na maneno mengi utawasikia wakiyatoa. Kwa hivyo wao hawana haja, wasema kufuata. Sisi hatukulazimishwa kufuata salaf. Fahadha dalalun wal iyad billah. Sheikh Al-Fawzan anasema huu ni upotofu wal iyad billah. Hadha faslun li akhir hadhihi al-ummati an awwaliha. Huku ni kukata yale mafungamano baina ya wale wa mwisho wa huu umma na wale wa mwanzo. Wa idha infasala akhiruha an awwaliha halakat. Na hawa mwisho wakikata mafungamano na wale wa mwanzo wataangamia. Wa hum yuriduna an yuhliku al-ummata, wanachokitaka wao ni kuuangamiza huu umma. Faja'u bihadhihi al-hilati, wakajana hila hii, wa hiya faslu al-akhirin an awwal al-umma, nao ni kukata yale mafungamano baina ya waislamu waliokuja mwisho na wale wa mwanzo. Haya ndio malengo yao. يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف. si wako wengi leo wanaotahadharisha watu kutokana na madhhab as-salaf, bali mubtadi'a wote wanaowatahadharisha watu kutokamana na kuwafuata wale wema waliotangulia. Hawasemi wazi, hawasarihu wazi tusiwafuate masahaba. Hii da'wa salafia hii wana matatizo sana wa watu bwana. Kama vile makhurafi, mawahabi bwana wana matatizo sana, waelewi bwana. Waelewa wao tu, wao ndio waelewa kila kitu. Mashaallah. Yani ya mambo ukiona wanavyozungumza subhanallah, mpaka wale awamu wazoesha kusema maneno kama haya. Mtu maskini ami aweza kumwambia mtu ambaye yajua ni msomi kuliko yeye kwa yeye si msomi, nenda kapige goti bwana, hamjasoma nyinyi, hamjui nyinyi. Kisha akajifanya ameelewa zile falsafa za yule shekhi wake alizungumza katika kukimbia hoja. Mfano zimetolewa hoja na ahlus sunna 1 2 3 kuonyesha ile haki ilivyo, akaja mbabaishaji katika watu wa bid'a akapenya huko na huku, ajifanya yule ami tumekuelewa, umeeleweka kabisa, kumbe hakuelewa moja katika yale anazungumza. Wallahi hakuelewa chochote, lakini basi akashika yule. Kwa mfano aweza kumuona khurafi akwambia hii katika lugha, katika nahwu hapa ikija hivi, yule ami yule kikweli, yani tuzungumze kikweli, hajasoma maisha yake ilmu inaitwa nahwu, wala hajasoma maisha yake ilmu inaitwa balagha, maisha yake hajaisoma. Sasa akieleza yule, wasikia bwana umeeleweka shekhe, hakuelewa, ni ushabiki tu, hakuna moja liloelewa. inshallah yule mtu wa sunna sema qala Allah qala rasuluhu qala Allah qala rasuluhu qala Allah qala rasuluhu. Kwa mfano nitawapeni mfano jambo la uluwillah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah iko juu. Tuweza kuzungumza dalili zake hapa mpaka alfajiri. Chukua kitabu cha ulu, utakimaliza saa ngapi kusoma? Utasoma wiki nzima mpaka ukimalize zile hoja zilizotajwa pale vile nyingi na Imam Adh-Dhahabi rahimahullah. Kisha akajamzusha akamwambia wewe wasemaje hizi hapa dalili? Qala Allahu sabbih isma rabbikal a'la, qala ta'ala a'amintum man fis sama, qala ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, qala ta'ala tanzilu min ar-rahman rahim. Qur'an imeshuka sio? Qala Allahu ta'ala kadha
qala Allah na nyinyi mwasema kuhusu al-Isra al-Mi'raj mtume sana alikwenda wapi alikwenda juu kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala hata nyinyi pia useme likaja jawabu mmoja namsikia min fawqi sab'i samawat ama mjasikia kusema hivyo min fawqi sab'i kutoka juu mbingu ya 7 kwa nani huko kwa nani alafu nasema yanzilu rabbuna ila samai dunya fi thuluth al-layl al-akhir mola wetu ushuka katika mbingu ya dunia sema zinazoshuka si yeye anayeshuka kwa hiyo yuko wapi ukisema si yeye anayeshuka rehema zake ndio zashuka wasema hivi rehema zake ndio zashuka tutataka hapo dhali kama kuna nabo tunkubali rehema zake zinshuka kutoka wapi juu toa hizi hoja zote simuziona ziko wazi sio atakuja pale azungumza huwa fil makan alladhi kana qabla yakhluq al makan kana asema kana kisha kutoka pale bila ami amwangalia mbona hizi kana zilikuwa nyingi فهو قبل أن يخلق المكان كان قبل يخلق المكان فهو في المكان الذي كان قبل أن يخلق المكان فهو atoe hivi kama tongue twister hivi bwana amfundishwa na mwalimu wake tu Jahm bin Safwan ambaye ni kafiri amekufurishwa na maulama dalili moja ataji sijui afahamu dalili moja ataji ya Qur'an kumsupport maneno yake dalili moja ataji lakini ukoona watu wako umeeleweka mzee umeeleweka wapi mzuka huyo kama wewe ameeleweka wapi zungumza maneno hataingia kidini Mola wako yu wapi sema sijui basi maana sasa mwisho wa kwisha makanika wapi huko ulikokutaja huko sijui wapi lakini wapi hajui wapi wakati Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika aya nyingi katika Qur'an ambazo ziko wazi kabisa aziwacha zote awacha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam awacha hadithul jariya ya Muawiya ibn Hakam as-Sulami fi sahih Muslim aina Allah qalat fi as-samaa qala man ana qalat anta rasulullah قال اعتقها فانها مؤمنه هي حديث kuna wazi kama hivi mtume صلى الله عليه وسلم amuuliza jaria kijakazi mchungaji mbuzi aina Allah sijui muelewa wewe ukiulizwa aina Allah jawabu lako latakana liwe sawa na huyu ambaye alikuwa mbele ya mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم ameulizwa swali kama ile akasema nini fi samaa aliuliza swali hili nani ni mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم leo waweza kumwona mtu akwambia haifai kuuliza swali kama hili haifai vipi na liko katika sunna wewe mwisho akasema wajua yule kijakazi alikuwa mwenda wazimu wewe hajakuwa mwenda wazimu hata siku moja wapi mtajwa mwenda wazimu wapi mtajwa sasa huu ni mfano na wapeni mmoja tu na iko mifano mingi sana tumekuelewa umeeleweka kuna cha kuelewa na kueleweka ni ushabiki mlionao na utakuja kuwadhuru kesho siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuja kuwadhuru mwambie qala Allah qala rasuluhu wapi Allahu musta'an qala يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم أتاذريش كتكنا مذهب السلف أتاذريش كتكما نكرودي كتك قول زوالوهم وليتنقليه ويقول كشاسم هذا زمان مضى زي نظام زي شبيتا نجا kutusomesha sharh sunna Barbahari ankufa siku hizo miaka hiyo moja kutufungulia leo kitabu sharh sunna al-Barbahari alikuwa huko karne hizo za mwanzo leo moja kutusomesha al-Barbahari bwana nasema nini ndio hao wanaokusudiwa hapa wasema hadha zamanun madha na hawa mfanana nani unajua wamfanana na wale akiambiwa kuhusu kisa cha Musa cha Ad cha Thamud si hao washakufa zamani washaangamizwa kwa hivyo useme katika Qur'an kuwa hawa washapita zamani tuje kutajiwa leo bwana
sema kama kupiga mawe kaburi bwana, mtu ashakufa wewe mpiga mawe, faida yake ni nini? Wasema hivyo sio? Faida yake kuwa watu kama nyinyi mlikuwepo wakati ule na sasa mpo tena, kama nyinyi pia mlikuwepo wakati ule, waliokuwa wakipinga mwenendo wale wema waliotangulia tangu wakati ule walikuwepo mpaka leo. Hivi visa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwakusudia Thamud wala Ad, ametukusudia sisi tusije tukafanya kama walivyofanya wao. Kwa sisi twasoma hapa, twasoma Mu'tazila, twasoma Jahmiya min babi araftu ash-sharra la lish-sharri lakin litawaqi. Na nyinyi mmeingia katika ule uchafu wa bid'a kwa sababu ya kutosoma watu wa bid'a walikuwaje wakati ule, ili nyinyi mjiepushe na wao. Wengi wameingia kwenye bid'a kwa sababu hawajui. Lau kama wangesoma wakafahamu, ungejiweka mbali nazo. Kwa hiyo katika faida kubwa ambazo zinapatikana kwa mtu kusoma vitabu hivi. Qala Sheikh fayuhadhiru mimma alayhi salaf, kama atadharisha yale waliokuwa nayo salaf, wayahuthu ala al-ibtikari fi ad-din, ahimiza kuvumbua katika dini. Ad-dinu tawqifi wa huwa ittiba'un, dini ni tawqifi. Maana tawqifi nini? Ni kuwa ufuate, usizue chochote. Walaysa ibtida'an wa ibtikaran, wala sio kuzua na kuvumbua. Al-ibtikaru yakunu fi as-sinaa'ati wal manafi' ad-dunyawiyya, kuvumbua huwa katika mambo ya sanaa, manufaa ya kidunia. Ndio tukasema katika darasa iliyopita, wataka kuzua, vumbua gari, vumbua ndege, tofauti zilizoko hizi wewe vumbue yako, vumbua vitu vingi, viko vitu vingi sana. Mwana khurafi atakiribiti pia juu kutengeneza, lakini katika dini ataka kuvumbua tu yeye, si uvumbue vitu vidogo vidogo mpaka viribiti tu vileta kutoka China jamaa. Allahu musta'an. Amma ad-din fala yuhdathu fihi shay'un ba'da wafati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hii dini hakuzuliwi chochote baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, iko vile vile. لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا الاتباع وألا نحدث شيئا من عندنا. sheria imekwisha kamilika kwa kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuna sisi juu yetu isipokuwa ni kufuata, wala tusizue chochote kutoka katika nafsi zetu. Wanaqulu, nasema hadha huwa alladhi yasluhu li hadha al-asr, tusizue mambo kisha tukasema hii ndio yafaa kuwa katika asri hii, sio mambo ya zamani yale. Al-Imam Malik rahimahullah yaqulu, al-Imam Malik asema لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. hakuna kinachoweza kuwatengeneza wale wa mwisho wa huu umma isipokuwa kile kilichowatengeneza wale wa mwanzo. Kile kilichowatengeneza wale wa mwanzo wakafikia kule walikofikia, kikitumiwa kile kile ndiyo kitakuja kusuluhisha na kuwatengeneza hao wa mwisho. Alladhi aslaha awwalaha huwa alkitabu was sunna, na kilichowatengeneza wale wa mwanzo ni Qur'ani na sunna walipoifuata. Fala yuslihu akhir hadhihi al-umma illa alkitabu was sunna wattiba'u hadi salaf as-salih. Hakuna kinachoweza kuwatengeneza hao waliokuja katika huu umma wa mwisho isipokuwa Qur'ani na sunna na kufuata mwenendo wa wale wema waliotangulia. Basi hii ndio sulh. Taka islahi ndio jibu. Qawluhu was-sawadu al-a'zamu al-haqq wa ahluhu. As-sawadu hum ahlu al-haqq, as-sawadu al-a'zam ni wale watu wa haki, wa ahluhu al-mutamassikuna bi, na watu wa haki walioshikamana na hii haki. وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة. السواد الأعظم يمانيش ni wingi wa watu, la. معنى السواد الأعظم من كان على الحق ولو كانوا قليلين فهم السواد الأعظم. السواد الأعظم ni wale walio katika haki hata kama ni wachache, hata walau kana rajulan wahidan, hata akiwa ni mtu mmoja peke yake. Man kana ala alhaqi fahuwa السواد الأعظم. السواد الأعظم ni yule aliye katika haki, wala imaanishi ndio wale watu wengi, la, aliye katika haki. La nanzur lilkathra, sisi hatutizami wengi wa watu, wa inma nanzur lima huwa alayhi, wale watu wako juu ya nini, wafuata nini.
قد تكون الكثرة على ضلال huenda ikawa ule wingi wa watu ndio katika nini katika upotofu وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ukiwatii wengi katika watu katika ardhi watakupoteza wewe katika njia ya Allah وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين wengi katika watu hata ukawa na pupa na wao si waumini hawaamini وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين kwa hivyo wengi katika watu ni waasi watoka katika njia sawa وقال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون wengi katika watu ni mafasiq wapotofu wamewacha njia sawa falkathratu la yughtarru biha eleweni jamani wingi wa watu usiwaghurini wala mtu asighurike na wingi wa watu ولا تتبعوا إلا إذا كانت على الحق عفوا ولا تتبعوا إلا إذا كانت على الحق نهوفواتها watu wengi isipokuwa wakiwa katika nini katika haki من كان على الحق فهو الجماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين aliye katika haki ndio jamaa wawe ni wachache au ni wengi الضابط هو ما كانوا عليه هل هو حق أو باطل hiki ndio kidhibiti kile walichokuwa nacho wa watu ni haki ama ni batil kama ni haki shikamana nao kama ni batil jiepushe nao fa in kana haqqan fahumul jama'atu walau lam yakun alayhi illa wahid ikiwa walichonacho ni haki basi ndio jamaa hata akiwa ni mtu mmoja peke yake wa in kana batilan fahuwa ad-dalal wa in kana alayhi aktharu an-nas na ikiwa ni batil basi ndio upotofu hata ikiwa watu wengi wafuata hili ni muhimu lieleweke kwa sababu wapo wengi katika makhurafi hao ikifika siku ya kusherehekea yale mambo yao utawasikia wasema angalia bwana watu wengi hao safari haikufanywa Yosefe niko siku ya maandamano si yale pia kama maandamano maana yake wangerushwa ninio vitoa machozi nikana mikundi hivi pigwa ungeona kanzu weza toka mbio kweli pale tena vile jamaa upige isbali wale mara shakanyaga kanzu chini shekhe pigwa rungu shekhe maskini jamaa kuona acha tubaki majumbani tu haina haja subhanallah Allah akawajalia kaja sababu wala hakuna kitu alhamdulillah amani tu lakini wakabaki majumbani huko maana wangeudhi watu tu kutembea na fujo magari jami na balaa wala kuna faida yote ndani yake na pia waibika watu wazima wateza barabarani waweza kumwona mtu mheshimu siku zote wamuone yapanda juu ya mimbar akishuka mara ghafla wamuone yakatika kweli na hii mcheza ina haina adabu huwa kama akili kidogo ya ruka kisha kwa mbona yacheza kweli husi fulani na mashallah aninio ana swiha yake lakini hivyo pia magoti asema nini kuna ile nyimbo wapenda kuimba sana mmesahau mmemwona mmoja yaimba si vidole vilitoka maji si toka maji haya chini toka maji wenuka juu mimi na hakika siku ya pili yule mtu atakuwa yuaumwa kweli msikini aumwa sasa katika ile kuimba na kurukaruka ile kama akili yapotea wapatwa kama na sukra kama ulevi fulani wallahu musta'an tumalizie قوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر hapa kuna ihtimali ya kufuru kubwa au ndogo bihasabi almukhalif kulingana na lile kosa alilofanya akikhalifu katika jambo ambalo linamtoa katika Uislamu atatoka kama halimtoi katika Uislamu itakuwa ni kufrun asghar فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا hapa maanishi kuwa amekufuru kufuri na mtoa katika Uislamu moja kwa moja قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر إذا kuwa hiyo inaweza kuwa ni kufuru ndogo المهم أن مخالفة السلف كفر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة وخليف سلف ni kufra asema Sheikh Al-Fawzan na huenda ikawa ni kufru kubwa au ndogo kulingana ule mukhalafa أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير
thumma bitadarruji yakhruju min ad-din bilkulliyah, au makusudio yake ni kwa akiwa khalifu katika mwanzo katika jambo aliona dogo yeye, kisha pole mwisho atatoka katika dini kwa kikamilifu. Fayaulu amruhu ila al-kufri, kwa jambo lake laishia kwenye kufru wal iyad billah. idha istamra al-mukhalafata fayaulu amruhu ila al-kufri al-akbar, kiwaendelea katika kufanya ile mikhalafa mwisho itampelekea kwenye kufru wal iyad billah. fayakhruju min ad-din kullihi, akatoka katika dini moja kwa moja yote. yatadarraju bi shaytan wal hawa wan nafs al ammaratu bisu'i hatta yakhruja min ad-din, ikawa nafsi yenye kumwamrisha maovu, kufuata matamanio, yamvuta mwisho yampeleka katika nini? Yampeleka katika kufru wal iyad billah. mfuata واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحرمات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. يتقوى كويليز إن شاء الله كيكاو كتكتكوجة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.